Huenda hili likakushitua, ni kwamba takwimu za Umoja wa Mataifa zimebainisha kuwa wanawake na wasichana wapatao 50,000 duniani kote waliuawa na watu wao wa karibu ama wanafamilia kabisa kwa kipindi cha mwaka jana pekee. Hii ni TriGen Media. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa imeendelea kueleza kuwa idadi hiyo ya vifo ni sawa na kufa kwa mwanamke ama msichana mmoja katika kila dakika 10. Hata hivyo, takwimu hizo zimeeleza kuwa vifo hivyo vya wanawake ni kutoka katika nchi 117 ambapo wanawake na wasichana wapatao 50,000 ilibainika kuwa waliuawa na wapenzi wao wa karibu na wengine kuuawa na watu wao wa karibu katika familia. Ripoti hiyo imeeleza pia kuwa kati ya mauaji hayo, asilimia 60 ya wanawake waliouawa duniani kote na wenzi wao ama jamaa zao wa karibu ilikuwa ni baba, mjomba ama mama na ndugu wengine ndio waliohusika. Uchunguzi zaidi umebaini kuwa hakuna dalili za kupungua kwa tabia hiyo ya mauaji na inawafanya wanawake na wasichana kuendelea kuishi katika mazingira hatarishi. Lakini pia katika maeneo mengine duniani hakuna eneo ambalo unaweza kukosa kusikia visa vya mauaji ya wanawake na wasichana, kwani kwa mwaka jana pekee takriban vifo 22,000 vilitokea Afrika. Mazingira ya matukio ya vifo hivi mara nyingi huwa katika unyanyasaji, vitisho pamoja na mikasa ya kimahusiano na kimapenzi mtandaoni. Kwa mujibu wa Sarah Hendricks, mkurugenzi wa kitengo cha sera za wanawake wa Umoja wa Mataifa, ni kwamba maendeleo ya kiteknolojia yameongeza zaidi aina fulani ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana kupitia uwekaji picha za mitandaoni bila ridhaa yao, utafutaji taarifa mitandaoni na video za uongo na mengine yanayofanana na hayo. Hata hivyo, Hendricks amehimiza hatua za kisheria zaidi ziweze kuchukuliwa dhidi ya wanaosababisha vifo hivyo, vinginevyo huenda vitendo hivi vikazidi kutokea kila uchao. Hii ni TriGen Media.